mwanamke anaruhusiwa kufundisha au kuwa kiongozi kanisani? Watu wengi wanajiuliza hili swali na linawasumbua sana kwenye vichwa vyao au kwenye imani zao pia. Na baadhi ya watumishi wengi wanasema mwanamke haruhusiwi kufundisha au kuwa kiongozi kanisani, wakiwa wanasimamia baadhi ya maandiko kama kwenye Timotheo wa kwanza ile sura ya 2 mstari wa 11 hadi ule wa 12, ambapo Paulo alikuwa anawaambia kwamba alikuwa analiambia kanisa kuwa wanawake hawapi ruhusa ya kufundisha, bali wakae kwa utulivu kanisani na kunyenyekea. Kwa sababu nini? Hawatakiwi kumtawala mwanaume, bali wakae kwa utulivu. Lakini ukienda katika ile Wagalatia wa kwanza ile sura ya 14 mstari wa 34 na ule 35, anasema kuwa wanawake na wakae kimya katika makanisa, kwa maana si ruhusa wao kunena. Kama wakitaka kujua neno, na waulize waume zao nyumbani. Kwa watu wengi wanasimamia kwenye hayo maandiko, lakini nataka tujifunze kitu kimoja leo hii, watu tuliomwamini Kristo na ambao tunasema tuna Roho Mtakatifu ndani yetu. Kitu kikubwa cha kujua, ukiangalia haya maandiko kwanza, utakuja kugundua kuwa Paulo wakati anazungumza haya maandiko kuanzia kwenye Timotheo wa kwanza ile sura ya 2 mstari wa 11 hadi 12, alikuwa anashughulikia tatizo ambalo lilikuwepo katika kanisa la Korintho na kanisa la Efeso. Kulingana na namna ya makanisa haya yalikuwa, kulikuwepo na wanawake ambao wengine walikuwa wachungaji, lakini walikuwa hawana maandalizi ya kutosha wanaposimama madhabahuni. Lakini kitu kingine na sababu ya pili, walikuwa hao wanawake wanajikweza, walikuwa ni wanawake ambao wadharau wanaume. Lakini ukiangalia katika ile Korintho wa kwanza, sasa ndio utaelewa kuwa kama Paulo anawaambia watulie, hawatakiwi kunena kanisani, na waulize waume zao nyumbani. Hebu tuulizane swali sisi kwa sisi, je, hao waume zao kama hawajaokoka na mwanamke tayari ameokoka, mwanamke umeolewa, una mwanaume hajaokoka, na wewe upo kanisani, na wewe hutakiwi kunena, haujapewa ruhusa, ukae kwa utulia, utaenda kumuuliza nini mume wako nyumbani? Kwanza mambo ya kanisani hayajui, mambo ya Kristo ni vitu viwili tofauti. Hata kueleza nini? Utaanzia wapi? Hilo ni swali la kwanza la kujiuliza kwa wale wanaosimamia hapo. Lakini kitu kingine ni kuwa Paulo aliandika au aliwanenea haya maandiko watu hawa kwa sababu palikuwepo na mafundisho ya uongo, lakini pia na wanawake wengi hawakuwa na elimu ya maandiko. Kitu kingine katika hiyo ni katika Efeso ambayo tumesoma kwenye Timotheo. Lakini kwenye Korintho kulikuwa na vurugu, kulikuwepo na fujo, lakini na maswali mengi wakati wa ibada. Ili kutengeneza utaratibu mzuri wa ibada na nidhamu katika ibada, Paulo akawaambia kanisa la Efeso na kanisa la Korintho kuwa wanawake hawatakiwi sasa kusimama, kwa sababu walikuwa wanasimama kama kumtawala mwanaume. Walikuwa hawakai katika unyenyekevu, hawasimami kwenye nafasi yao ipasavyo. Kwa hiyo Paulo akachia huo ujumbe kwa hivyo. Lakini Paulo alikuwa anashughulikia tatizo la muda, na ilikuwa ni la mazingira, si sheria ya milele, na sio Kristo aliyeweka hiyo sheria. Kwa hiyo ukiangalia katika Biblia, je, Biblia inasemaje? Hakuna wanawake waliotumika kwenye Biblia kwa ajili ya kuendeleza ufalme? Hapana, wapo wengi. Na wanawake waliotumika, sitakuwa na kusomea maandiko yote, lakini nitakwambia vifungu ili uende ukasome kwa wakati wako. Utamwangalia kuna mwanamke mmoja katika Waamuzi sura ya 4 na ile 5. Alikuwa anaitwa Debora. Alikuwa ni nabii na tena alikuwa ni kiongozi. Tena kiongozi wa taifa la Wayahudi, la Waisraeli. Alikuwa ni mwamuzi, na ambaye ufalme huu au uamuzi huu ni Mungu alikuwa anatenda kazi ndani ya kiongozi huyu, ndani ya nabii Debora. Lakini ukienda katika ile Wafalme wa pili ile sura ya 22 mstari wa 14 hadi 20, utajua kwamba kulikuwa na mwanamke mmoja alikuwa anaitwa Hulda, nabii aliyeshika nafasi ya kufundisha hata kwa makuhani na mfalme. Alikuwa anaitwa mwanamke Hulda. Lakini Priscilla alimfundisha Apolo, mhubiri hodari.
Ukisoma katika Matendo sura ya 18 mstari wa 26 unaweza kuliona hilo. Lakini kuna mwanamke mmoja alikuwa anaitwa Hana. Alikuwa ni nabii aliyemshuhudia Kristo hekaluni. Luka sura ya 2 mstari wa 36 hadi 38. Lakini kuna mwanamke anaitwa Junia, ametajwa miongoni mwa mitume. Ukisoma katika ile Warumi sura ya 16 mstari wa 7 unaweza kuliona hilo. Lakini kuna mwanamke mwingine unaweza kumsoma katika ile Warumi sura ya 16 mstari wa 1 na wa 2. Huyu mwanamke anaitwa nani? Ngoja nimkumbuke. Huyu mwanamke anaitwa Febe. Huyu Febe alikuwa ni mtumishi. Lakini kuna mwanamke mwingine anaitwa, kuna mahali pengine ukisoma kwenye ile Zaburi yule mtunzi anasema kwamba wanawake watangazao habari njema ni jeshi kubwa. Kwa sababu ya nini? Wanasikia neno kutoka kwa Bwana, wanaenda kulitangaza. Wanalitangazia wapi? Na je, hauruhusiwi kusimama madhabahuni? Je, unaelewa maana ya madhabahu hasa? Kwa sababu sehemu yoyote inaweza kuwa madhabahu, sio tu pale kanisani peke yake. Lakini kitu kingine ninachotamani ujue ni kuwa Biblia au Mungu kwenye utumishi hana jinsia ya kuitumia. Hiyo ngoja, kuna andiko katika Wagalatia sura ya 3 mstari wa 28 anasema kuwa hakuna tena mwanaume wala mwanamke, nyote mmekuwa katika Kristo Yesu. Kwa hiyo kipawa cha Roho Mtakatifu hakibagui jinsia ya mtu. Maadamu wote tumekuwa katika Kristo, tumemwamini Kristo. Biblia inasema katika Galatia sura ya 3 mstari wa 28, hakuna mwanaume wala mwanamke, sote tumekuwa mmoja katika Kristo Yesu. Lakini ukiangalia katika Korintho wa kwanza ile sura ya 12 utaona kwamba kipawa cha Roho Mtakatifu hakimbagui mwanamke wala mwanaume. Lakini na Yoeli pia alishawahi kutoa utabiri. Nabii Yoeli alisema kwamba siku za mwisho Mungu atawamwagia watoto wa kiume na wa kike na wazee. Kipawa cha Roho Mtakatifu haibagui jinsia. Kwa hiyo hii katazo la Paulo haikuwa sheria ya milele, bali alikuwa anashughulikia mazingira na watu wa kanisa la Efeso na Korintho kwa sababu ya kukosa nidhamu, kwa sababu ya kukosa mafundisho sahihi kwa wanawake ambayo yalikuwepo, ili aweze kuweka nidhamu na utaratibu mzuri wa ibada. Alitakiwa kufanya hivyo kwa sababu alikuwa anashughulikia hilo tatizo ndani ya hayo makanisa. Kwa hiyo sio sheria ya milele, bali alishughulikia hali maalum katika hayo makanisa. Sasa tunaweza kusema kuwa Mungu yeye mwenyewe hana ubaguzi. Hakuja kwa ajili ya wanaume, hakuja kwa ajili ya wanawake. Yeye alikuja kwa ajili ya kila mwanadamu. Kwa hiyo kama wewe ni mwanamke na una hiyo huduma, unatakiwa kwenda kufundisha wapi? Leo nakutia moyo na nakutia nguvu. Simama kwa kujiamini katika Kristo Yesu kuwa Bwana kama ameweka kitu ndani yako, unatakiwa kukitumia, kwa sababu Bwana anachokitegemea ni kuzalisha faida katika ufalme, na sio kupewa talanta na ukaenda ukaizika. Mwisho wa siku unasubiria aliyekupa talanta ili haija aikute kama alivyokupa. Hapana, mtu wa Mungu, unayo nafasi. Mungu anakutegemea na Mungu amekuamini. Inuka na ukatende kazi ya Bwana. Ubarikiwe.